GKU Habari Zanzibar. Lakini pia baada ya kupeleka ombi lenu na mkuu pia akasema kwamba na mimi nilimwakilishe ili kuweza kuzindua mpunga huu JKU. Lakini baada ya salamu hizi niwapongeze kwa mapokezi mazuri ambayo mlionyesha leo hii baada tangu kufika hadi sasa hivi. Ili niseme niwapongeze kabisa kabla sijasahau. Lakini baada ya shukrani hizi nitoe salamu za mkuu wa JKU. Hizi ndo muhimu baada ya kumwambia kwamba mkuu, sasa naenda pale ambapo watendaji wako ama wasaidizi wako ulipotutaka tukuwakilishe. Maana leo ni uzinduzi wa JKU. Akaniambia nipelekee salamu zangu kwa watendaji wote, maafisa na wapiganaji wa CHEI. La kwanza kwa mkuu wa JKU, alitutaka tufahamu kwamba hili ni zao kuu ambao kwa ni zao kuu au mazao pendwa kwa hapa Zanzibar, au ni chakula pendwa kwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo lazima maana tuweze kuchukua jitihada kubwa, tuweze kujikimu sisi wenyewe katika makambi, lakini vile vile tuweze kufanya raia pamoja na watu waliotuzunguka wasiweze kuteseka na hii mbegu. Niseme kwamba pia natoa pongezi tena kwa hali niliyoiona ya mpunga. Haizuru kwamba kwenye taarifa ya CEO yasema katika mpunga wa kutegemea au kilimo cha kutegemea mvua hakikufanikiwa, lakini kilimo hichi cha umwagiliaji ambao eka 5 tu ndicho kilichofanikiwa. Kwa hiyo hili nitalizungumza mwisho na namna gani tufanye. Ameleta machangamoto, lakini changamoto hizi 4 hizi nyingine sio zetu, maana yake tumwachie Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Sababu hapa kuna changamoto mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuna changamoto hizi nyingine nitazichukua za makao makuu. Mimi jambo jingine ambalo ninalotaka kulizungumza hili la kilimo cha kumwagilia maji. Nimemtaka CEO na bahati nzuri kamati ya maendeleo tumepita, tukasema kwamba mwaka huu tunahitaji mabonde yabadilike, ili tukenda mwakani tusije tukazungumza kuhusu matokeo ya tabia nchi. Tutakuwa kila mwaka tangu 77 tunaelekea kusema hili neno hili. Mimi kama mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa JKU, mkurugenzi mtendaji, nimeambiwa kwa thamani yake ilikuwa mwaka huu zinatakikana milioni 4 ili maana yake paweze kufanywa kazi. Mimi tutatoa milioni 5. Ili baada tu ya kuvunwa huu mpunga viburuji kama ndio naenda kuchukuliwa hapa, nimeambiwa Staveta, ili liweze kukata. Kwa liweze kukata mwakani tujue tunapambana, wala sio mwakani. Tukitoka tutapeleka taarifa hii kwa mkuu wa JKU kwamba kisima kiweze kuchimbwa. Kwanza tunaweza tukaona kwamba tunapunguza idadi kubwa ya vijana kushughulikia eneo hili, lakini pia make kipato kitakuwa ni kikubwa. Lakini 3, itaondoka zile sababu za kwamba sasa kuna mabadiliko ya tabia nchi, mvua haikunyeshi. Kwa hiyo kubwa tu sisi kama wasaidizi wa mkuu tunapotoa kile kitu kifanyike. kwamba tukishatoa kifanyike na mkuu wa JKU anapokuja aweze kukiona
tukijua serikali inatutegemea kwamba sisi kama sisi maana ni kioo cha jamii, tufanye vizuri sisi JKU ili raia wajiwaige. Kubwa ujali wa kazini na kila mmoja kujua kwamba hii ndiyo kazi yake. Ukishafahamu tu kwamba hii ndio kazi yangu iloniweka hapa CHEJU, kuna sababu usishauri vizuri, kuna sababu usisimamie kazi vizuri. Lakini ukiwa unapita pale bomba tu imejipinda hivi, maji hayatoki vizuri, unaipita hivyo hivyo, unamgoja nani? Bwana shamba. Hapa hatutofikia. Lazima tuhakikishe kwamba CHEJU tunabadilika kwa kiwango kikubwa. Mabadiliko makubwa tunaona, pongezi yenu ambao mliofanya jitihada hiyo kidogo kidogo ya umwagiliaji, mazao yameonekana. Kwa hiyo kama ameonekana, sasa tuweke vigurudi vyote hapa CHEJU. Tuhakikishe kwamba mote mnakaa vigurudi, mote tunamwagilia maji ili mazao yaweze kupatikana. JKU hii tunatakikana tujitegemee. Vijana hawa tufike hatua tuanze kuwalisha bila kutegemea serikali. Kwa hiyo kama tunataka twende huko, lazima tubadilike na miundombinu ya kilimo. Hatuwezi kubadilika, hatuwezi kuwalisha vijana hawa kwa kubakia hivi hivi. Lazima tubadilike. Kwa niaba ya mkuu wa JKU kututuma huku kama watendaji wake, na bahati nzuri kaunda mpaka kamati ya maendeleo ndani ya JKU. Lengo lake ni moja tu, kwamba kambi zote ziwe zina nini? Zina maendeleo. Kama sio kuna changamoto, njoo makao makuu, njoo nane na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, njoo nane na uongozi wa kamati nzima, ili ueleze ile shida wapi ilipokuwa. Kibakia hapa CHEJU tukioka pale tunasema hatujaletwa miundombinu, haiwezi kufika. So JKU ni kubwa, kama hujasimamia ukayafuata, maana yake tutaona kama hakuna shida. Mpaka tufike ndipo tukamshauri mkuu kuna shida moja mbili. Wanafikiri hili ni la kusimamiwa kama agizo. Lakini niligusia malezi ya vijana. Na tutakikana tuwalee vijana wao kwa nidhamu, kwa kuwafundisha maadili mema. Hawa wamekuja kutafuta ambao ndani ya JKU taaluma, ili akimaliza miaka yake miwili kama yake aondoke hapa na taaluma. Kwa hiyo malezi ya vijana yamo katika sheria yetu. Kwa hiyo kama yamo ndani ya sheria, tuhakikishe maana yake kwamba tunayasimamia. Tukiwa na nidhamu sisi viongozi huku juu, maana na vijana ndivyo atakavyofanya. Tukiwa huku juu sisi maana yake tumekosa nidhamu, na hapa vijana wetu maana yake ndicho atakachotufuata sisi. Kwa hiyo tuwalee katika misingi mizuri. Matroni afanye kazi yake, lakini masio na makuwa makombania wafanye kazi yake. Kila kijana aweze kupenda JKU. Kwa hiyo hili ni agizo ambalo si ombi, ni agizo kwa sababu limo ndani ya sheria. Kwa hiyo kama limo ndani ya sheria, hili ni agizo na lifanywe kazi. Lakini leo hii tumezindua mpunga CHEJU ambao hali ikiwa nzuri, isipokuwa tu mtaalamu kasema kwa leo, maana yake hali ya hewa hii mpunga unaweza ukaoza, kama mambo ya kitaalamu. Lakini bado niseme kwamba mpunga tuweze kuuvuna kwa wakati. Kwa hiyo hili nitoe agizo rasmi kwamba paaze operation. Si operesheni wa kuja kugusa, operesheni wa kuvuna hasa, ili maana yake kilichoiva tukiondoe na tuweze kukiweka store. Kwa nafikiri baada ya hayo niseme kwamba nitamke rasmi uzinduzi wa mpunga JKU CHEJU. Nimeuzindua leo